Nikikutangazia moja kwa moja kutoka Afrika ya Kati, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya MTV, tukutangazia mbashara kutoka mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Hujambo na karibu tena katika awamu yetu hii ya matangazo. Mimi ni Jerome Hassan Kiawere na hapa kwanza muhtasari wake. Watu zaidi ya 20 wauawa Kivu Kusini baada ya mapigano makali kati ya jeshi la taifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Bomu limelipuka na limeua watu na wengine wamejeruhiwa, imeleta kabisa uga sana. Na waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwili Chemba amewataka wananchi kubaki nyumbani ifikapo Jumanne Disemba 9 mwaka 2025 wa maadhimisho ya uhuru wa Tanganyika. Serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni yale machache kati ya yale mengi tulionayo katika meza yetu ya matangazo. Na sasa tuanze moja kwa moja kuchambua taarifa zetu za habari, tukianza Kivu Kaskazini. Wakati shirika la raia la Sosiko laomba jumuiya ya nchi ya kanda la maziwa makuu na Umoja wa Afrika kusindikiza na kufuatilia kwa karibu utekelezwaji wa mkataba wa makubaliano wa amani kati ya serikali ya Kongo na Rwanda. Haya yamesemwa na Junior Mbakulirai, kiongozi wa shirika hilo katika mji wa Beni, Kivu Kaskazini, siku chache baada ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi na Paul Kagame wa Rwanda kusaini mkataba huu jijini Washington chini ya upatanisho wa Donald Trump, rais wa Marekani, Disemba 4 mwaka 2025. Sisi wenye tuko mu parti est ya Republique Democratique du Congo, kitu ya maana kwetu ni amani na yenye nafata ya pili ni maendeleo. Kwa hiyo wakati tunaona vita inaendelea malgré ile accord ya Washington yenye ilikuwa signé le 4 décembre 2025, na hiyo tunaita Nations Unies kuona namna gani ya kufuatilia hii mambo. Tunaita pia Union Africaine, tunaita na maorganizations zingine yenye inapasha kusaidia juu hii mkataba ikuwe vraiment appliqué kwa ngambo yote mbili, na naita pia gouvernement yetu ya Republique Democratique du Congo kukamata tena mambino fulani hivi kuepusha yote yenye napasha tokea ya mabaya, kwani watu wanakufa wengi, kuko makaa ya maviol, kuko makaa ya madeplasement, kuko makaa yenye watu wanaisha poteza witu yao na watu zao. Kwa hiyo si wakati ya kugawanyana, ni wakati ya kuungana, kutia akili pamoja hivi mambo ikwishi. Kinshasa, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amehutubia raia kupitia Senate pamoja na bunge. Tshisekedi amezungumzia swala la usalama, maendeleo, utamaduni, diplomasia na mambo mengine. Sur le terrain, les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par la police nationale, les services de sécurité, ainsi que les patriotes Wazalendo, ont opposé une résistance farouche à l'agresseur ainsi qu'à ses supplétifs. Vyama tawala pia vinahisia gani? Tumezungumza naye Kambale Kapitula akiwa katika mji wa Beni. Mimi kama mkaazi wa Beni nafurahia zaidi hotuba ya President Felix Tshisekedi, sababu mara nyingine tena ametuonesha ya kwamba usalama wa jimbo zetu mbili za Kivu ni ya muhimu kwake sana, na kutuonesha ya kwamba njia ambayo alichukua, njia ya mkataba, ilikuwa njia fupi na njia nzuri kwa kuleta usalama na hata kwa manufaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa hiyo tumeona sisi wote, na hata rais amerudia kwa hiyo mambo. Mwana Kagame amekuwa na shida ya kutekeleza mkataba, ndio maana tayari amekeuka na ameanza tena mambo ya vita, lakini sisi tunaamini ya kwamba ulimwengu nzima ambayo ilisimamia hiyo mkataba itamweka bwana Paul Kagame pa nafasi ambayo itawezekana aheshimu kauli ambayo aliyo kamata kwa kuheshimu mkataba. Vile tumezungumza naye Kampali Sambili akiwa kwa upande wa upinzani. Nawaza kwamba hiyo discours
iko deception kwanza kwetu sisi population, parce que bwana Tshisekedi anakuya hatuambie vya mpya, anakuya na mapromesse comme d'habitude, na yenye natukwaza sana iko bongo ama mensonge yenye anaitilize ndani ya discours hiyo, parce que anasema kwamba riposte iko vigoureuse alors que population ingali inaendelea kukimbia. D'ailleurs wakati alitoka huko Washington deja le lendemain deja mapigano yalianza deja kwenye ligne de front. Nimemfuata kwenye discours yake, anasema kwamba hiyo accord ya Washington haivendre souveraineté yetu. Hiyo ni bongo nyingine mtupu ambayo bwana Tshisekedi anasema, kwa sababu hiyo maakori na viole kipengele namba 56 na namba 57 kwa français les articles 56 na 57 za constitution, vile vile na article 214, kwa sababu ukisoma hiyo vipengele, kwa mfano article 214 inasema accord ya sawa na ile ambayo bwana Tshisekedi alienda signer Washington, en principe angelipasha aenda kusigner hayo sans pour autant consulter parlement, ni kusema Assemblée nationale na Senat. Lakini sisi sote tuliona nama vile alaenda signer ile accord, Assemblée nationale haikuwa informée na Senat vile vile haikuwa informée, na tungelikuwa kwenye inji ambayo justice iko ndani. Bwana Tshisekedi wakati alikuwa anatoka Washington angelipasha kuwa arrêté déjà kwenye aéroport pour violation ya katiba ama constitution. Donc vraiment tuko desi na hiyo discours ya bwana Tshisekedi, parce que aseme ndani bya mpya na yenyewe natukwaza ni mabongo mtupu ambayo anatumia katika diskuru hiyo, parce que hakuna hata kitu moja ya kweli ambayo bwana Tshisekedi anasema ndani ya diskuru hiyo. Mambasa. Shirika la CRDH ikiwa mojawapo ya mashirika zinaotetea haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tawi ya wilaya ya Mambasa mkoani Ituri la tahadharisha kwa kubeba kwa watu katika vijiji mbalimbali maeneo ya Babila Bakwanza. Kwa mujibu ya Ramsi Mali Kidogo, mratibu mkuu wa shirika hilo, watu hao huenda wamebebwa na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF katika pori. Hali hiyo ikiwa kwa sasa imeweka raia haswa wakulima katika wasiwasi kubwa. Ramsi Mali Kidogo aomba vyombo vya dola kuingilia kati. Ilikuwa saa za mchana mwezi wa 12 mwaka huu tunao, ADF aliweza kuingilia population maeneo ya Sitarudi ndani ya sheferia Babila Bakwanza mteritori ya Mambasa, na kaweza kuteka nyara wakulima ambao walikuwa wakifanya kazi za shamba huko, na mpaka sasa watu ambao walibebwa na adui hatujajua destination yao, kama wanapatikana wapi na kama adui ameweza kuwaua ama wiko wapi. Na ni kilio kwetu sisi kama raia kuona kwamba population wiko wanaendelea kuteseka, population wanaendelea kuwawa, wengine wanaendelea kubebewa na adui, na maoperation conjointe azipendi kuanjwa porque waweze kutrake adui na aweze kuisha na population waweze kuishi ndani ya hizo maeneo. Na tunaendelea tena kutoa mwito kwa raia wote ambao wanafanya kazi za shamba maeneo za Menzi, Matolo, Ndioka, Lisoma, Bandenge, hata maeneo zile zote ambazo adui anaendelea kuzunguka, waendelee tena kutoka huku, paske adui amekuwa kama anavala ngozi ya kondoa lakini ni chui ndani, na anaendelea kujifanya kuwa mpole kusudi aweze kututeka nyara. Naam, ilikuwa ni Ramsi Mali Kidogo, kiongozi wa shirika la CRDH katika wilaya ya Mambasa. Na hatimaye Kivu Kusini. Mapigano yanaendelea kuripotiwa katika vijiji vingi Kivu Kusini kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC na waasi wa M23, raia wengi pia wakiendelea kuuawa. Hii ni baada ya bomu kushambulia zaidi ya raia 20 katika mji mdogo wa Sange, huko raia wakiathirika zaidi kutokana na mapigano makali. Mashirika za kiraia zikisikitika kwa uwepo wa mkataba wa makubaliano ya amani ijapo vita inaendelea. Pasifike Karura ni wa shirika la raia Kivu Kusini. Kwa kweli kufuatana na hali ya usalama sehemu za Sange, jana Jumapili jioni ndo bomu limeangukia watu kwenye parkingi, na watu 24 wamefariki na wengine wamejeruhiwa vikali sana, baada ya jeshi la taifa FARDC
kupigana wao kwa wao. Baadhi ya kuona kwamba wamoja wanaanza toka kwenye mstari wa vita, wengine wakasirika, ndo wameanza mashambulizi, wakaanza pigana masasi, ndo bomu limekuja angukia watu raia wa Sange. Na kwa sasa kabisa watu wote wa Sange wote kabisa wamekimbia. Sange imebaki vile, wamoja wangali kwenye mungini, lakini wengi wamekimbia. Baadhi ya kuona kwamba bomu limeripuka na limeua watu na wengine wamejeruhiwa, imeleta kabisa uga sana. Mpaka kwa sasa kabisa maiti zingali kwenye barabara. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewataka wananchi kubaki nyumbani ifikapo Jumanne Disemba 9 mwaka 2025, siku ya maadhimisho ya uhuru wa Tanganyika, kufuatia kusambaa kwa taarifa maandamano. Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba amesema ingawa siku hiyo ina umuhimu mkubwa kwa historia ya taifa, ni vyema wananchi wasiokuwa na dharura kuitumia kwa utulivu na mapumziko, huku wale wa kazini wakitakia kufuata maelekezo ya viongozi wao. Ndugu wananchi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe 9 Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe 9 Disemba 2025 hawatakuwa na dharura kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni na watakia sikukuu njema. Naam, ilikuwa ni Waziri Mkuu wa Tanzania. Tukisalia nchini Tanzania, utafahamu kwamba serikali ya Tanzania imesema maandamano yaliyotangazwa na baadhi ya watu kufanyika Jumanne Disemba 9 mwaka 2025 ni haramu, kwani hayana kibali na yaeleweke wala hayana muombaji. Taarifa zaidi naye Trifon Odasi kutoka Kigoma, Tanzania. Kauli hii imetolewa na waziri wa mambo ya ndani ya nchi George Simbachawene, ambapo amesema kilichopangwa kufanyika nchi nzima Disemba 9, 2025 sio maandamano bali ni mapinduzi kwa kuwa hayapo kisheria. Amesema maandamano hayo yanayodaiwa hayana ukomo hufanyika nchi nzima ni kinyume cha sheria kwa kuwa hakuna ombi lolote la kimaandishi la kufanya maandamano hayo na hakuna anayeratibu wala hayajulikani yanaanzia wapi. Kiongozi huyo amewasisitiza wananchi kesho Disemba 9, 2025 kama hakuna shughuli wanayoifanya kutokana na majukumu basi wakae nyumbani na wasishawishike kwa namna yoyote hata kuchungulia au kujitokeza kwenye maandamano hayo. Kuna watu wanahamasisha na kupanga fanya maandamano wanayoyaita ya amani yasiyokuwa na ukomo. Maandamano hayo ya amani yasiyokuwa na ukomo hayaonekani yanaombwa na nani, kwa utaratibu gani, lakini maandamano ambayo tunafahamu sisi yaliyo na compliance na katiba ya nchi yetu lakini na sheria za nchi yetu ni yale yanayoombwa na mtu makususi na yanakuwa yana ujumbe makususi na yanasema shabaha yake ni nini, lakini yanaeleza yatafanyika wapi, yatatoka wapi hadi wapi, ili jeshi la polisi liweze kutoa huduma ya watu hao wenye ujumbe wa namna hiyo. Haya yanayoelezwa kama ambavyo imeelezwa katika taarifa kwa umma ya jeshi la polisi iliyotolewa tarehe 5 ni kwamba hayana muombaji, hayaelezi yanatoka wapi kwenda wapi, hayaelezi ujumbe ni nini, ila tu yanaeleza kwamba yatakuwa hayana ukomo na tunaambiwa kwamba ni makubwa kuliko yale ya tarehe 29. Ndugu zangu wanahabari, kama yakiwa hayo ni maandamano yasiyo na ukomo, maandamano ambayo ni makubwa kuliko yale ambayo watu walichoma mali za watu, walichoma vituo vya mafuta, walichoma majengo ya serikali, wamechoma vituo vya polisi, yale yaliyosababisha watu wakafa. Sasa hayo tunayoambiwa ni makubwa zaidi ya hayo. Sasa hayo sio maandamano. Kwanza kwa sababu hayana kibali kwa mujibu wa sheria, lakini pili hayaeleweki yanafanywa na wakina nani ili tujue hata tuzungumze nao, lakini tatu yanaambiwa hayana mwisho. Sasa hayo sio maandamano, hayo ni mapinduzi. Hayo ni mapinduzi, sio maandamano. Maana maandamano kwa mujibu wa sheria yetu ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322 kama sikosei, yameelezwa wazi
kwa sifa hizi na vigezo hivi nilivyovisema. Msingi wa maelezo hayo ni kile kilichotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 29, 2025 katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania, ambapo kulitokea maandamano yaliyozaa vurugu na kusababisha vifo, majeruhi, uharibifu wa mali za watu binafsi na umma ikiwemo miundombinu ya majengo na usafiri. Disemba 2, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan akizungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam alisema kilichotokea Oktoba 29 kilikuwa ni kupindua serikali, lakini walishindwa, huku akisema wamejipanga vizuri kwa Disemba 9, 2025 au wakati wowote. Hii leo Jumatatu Disemba 8, 2025 jijini Dar es Salaam, Waziri Simbachawene amekutana na waandishi wa habari akiwa na mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura kuzungumzia hali ya usalama kuelekea Disemba 9. Ni ripoti kutoka jijini Dar es Salaam. Mimi ni Tryphon Odas. Naam, ilikuwa ni ripoti yake Tryphon Odas, mwanahabari wetu kutoka Kigoma, Tanzania. Mtazamaji na msikilizaji wa MTV, ni kwa habari hiyo ndipo mimi naweka mkaba kwa matangazo yetu ya jioni hii ya leo. Kumbuka matangazo haya yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii na tunasikika kote duniani na eneo zima ya maziwa makuu kupitia redio wa shirika. Kwa niaba ya wote waliandaa matangazo haya, mimi ni Jeremy Hassan Kiawere. Hadi wakati mwingine, kwaherini.